Habari za sasa? Nzuri baba, habari za utokako? Salama, unaitwa nani? Mimi naitwa Maria Manyimanyi, ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii na ustawi. Sawa mama, unataka tufahamu sasa wewe una taarifa gani ama una lipi ambalo unataka tuambie siku leo? Yaani kusema kweli kwa siku ya leo mimi nilipata mshtuko jana usiku mwendo wa saa 11 jioni. Baada ya kupata taarifa kwamba pale kwa Kibona kuna mtoto yatima ambaye mimi namfahamu Joshua amepigwa mpaka meno amevunjika. Mimi kusema kweli nimepokea kwa maumivu. Kwa sababu mimi mhudumu wa afya ngazi ya jamii niko ndani ya ustawi. Na shiriki mpaka ustawi kata, mkuu wa kituo cha polisi, wajumbe. Sasa nikasema jamii iliyonizunguka imelipokeaje hili swala? Kwa sababu mpaka tarehe 21 mimi nimepita hapa. Wengeniambia Manyimanyi njoo, mimi niko kwenye afya. Angeniita tu bwana njoo, nataka maelekezo kuhusu afya, mambo ya kliniki. Angenipa tetesi. Mimi ni mfuatiliaji wa tetesi kuhusu kuzuia ukatili. Ina maana hata kama serikali itajua huko, tuseme mkuu wa wilaya ni mtu wa ustawi, tunamtumia. Ningekuwa hili swala kabla mtoto hajaumizwa, angekuwa yuko mikono salama. Lakini nashangaa usiri ambao unasababisha hata Kibona mwenye hawampendi. Naam. Kama angempenda Kibona, wengekuwa tayari wamenitaarifu mimi. Nimemwelekeza maelekezo ya nguvu anazochukua kwa mtoto, kwa sababu mtoto ni nguvu ya jamii, mtoto wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ina maana walikuwa nangojea Kibona auwe. Angeua, je, familia yake iko wapi? Kwa sababu kwa kipigo hicho tunavyosikia tetesi kwenye mitandao watu wanaua. Kibona hapendwi. Kama angependwa angetaarifu mimi mwenyekiti ustawi, tungekuwa tayari tumekuja kumjenga. Ameshindwa, kuna vituo vya kulelea watoto. Watoto wengi wanapata matukio, ndio maana hata nilivyomuuliza sasa mjumbe wangu Malando Kale, niambie ulinzi na usalama. Mbona nimepata kushtuliwa kwenye simu? Mimi simu yangu kubwa kusema kweli imepasuka kwa mwezi uliopita. Huwa tunachukua mambo ya matukio na kuyapeleka kwenye vyombo husika. Akasema kweli hata mimi sikupata taarifa walificha, ila baadaye mimi nilifanya mchakato kujificha sehemu. Kweli nikagundua. Baada ya kugundua tukalifanyia mchakato. Mimi nimshukuru kwanza aliyefunguka kinywa. Yeye ndio mwokozi ambaye atamuokoa Kibona pamoja na yule Joshua. Maana hili tatizo lilifika kama kumbamiza mtoto mpaka kumvunja meno, basi alikuwa na lengo la kuua kama ni mbwa. Kuchapa mtoto tukatai. Hatutaki kupiga, anaopigwa huenda ni mhalifu. Hata yule jambazi mwenyewe unaambiwa usiue ili adhibitiwe na vyombo vya sheria. Lakini unaambiwa puga usiue askari. Yeye anatakiwa achapwe kuonya. Hata kama ni wangenipa tetesi nisingefika kwa huyu. Huyu angekuta tu anashikwa na kupelekwa ndani. Kwa sababu mimi ningeenda shule, ningemhoji. Tumeshapeleka watu ndani. Mpaka wamama wameachisha watoto wana mwaka na nusu. Wameenda Segerea miaka 6. Leo kwa nini wananchi hapa wamenyamaza? Ndio hicho mimi kusema kweli kwanza natoa asante wanahabari. Yule aliyoteteswa, mimi nina usiri. Ninaficha siri za wagonjwa aina mbalimbali Msumi. Leo ningefichua hiyo siri ya mtu ambaye angenitetea kwamba Manyimanyi kuna hili. Mimi kakaangu yule, huyu ni mdogo wangu. Niseme kwa umri hanipati, lakini kuchukuliwa kupelekwa polisi ina maana unaenda kuhojiwa na kukujenga kisaikolojia. Sasa hivi kuna afya ya akili. Inawezekana mwenzetu tayari huo ugonjwa umemuingia. Angemuua Joshua, angeua na wanae. Lakini sema aliyotamka kwamba jamani kuna hili wa hapa, akampa taarifa wa mbali kidogo ndani ya Msumi. Akafunguka kuambieni nyinyi wamempenda yule Kibona. Huyu binti aliyotoka hapa kampenda Kibona. Kwamba Kibona akapewa maelekezo aishi vizuri na familia ili awe salama yeye na watoto wake. Angeua familia isingekuwepo. Kwanza wanamsumi yeye mwenyewe anawajua. Wangeshamshambulia. Angemteketeza mtoto huyu angekufa hapa. Angewacha watoto au angeua, angepelekwa polisi kule, huenda angefungwa kifungo cha maisha au kunyongwa. Mimi namshukuru huyu sana aliyokupendi taarifa. Mimi naomba vyombo vya sheria jamaa kusema kweli vichukulie mkondo wake. Hili swala lionywe, sio yeye Kibona tu. Mimi ninachoomba kwa sababu hata askari polisi, hata ni mwanajeshi anafanya, niambieni mimi. Mwambieni Juliana, mwambieni mwenyekiti Jaki Msafiri. Ataniambia Manyimanyi nenda. Juliana nenda. Tuko watatu baba ndani ya Msumi. Kwa sababu ndani ya matawi ndani ya chama wamegawanya Msumi sehemu 3, lakini mtaa huu mmoja. Nipo mimi Manyimanyi, yupo Juliana, yuko Deo. Tuko pale zahanati. Natoa elimu kwa mama wanaonyonyesha.
kila Jumatano naambia jamani, ukatili una 1 2 3. Huwa nawapa vigezo vya ukatili kimya. Ina maana hapa hawaendi kliniki. Huwa natoa somo, hata mama usimpige mtoto kapitiliza. Kuna wenzenu wanachoma watoto mikono wanaishia jela. Wamenyamaza kimya. Kwa hiyo walikuwa namngojea Kibona afanye kitu kizuri. Mimi nishukuru sana, ila naomba msaada. Mtakapopata taarifa hizi, hata awe mwanajeshi, awe askari polisi, hata Mama Samia mwenyewe anaheshimu sheria. Sheria iko juu ya mwanadamu, inamkanyaga. Sheria hii iko chini ikanyago. Mimi sina la kuongea, maana swala hili mpaka limefika huko ngazi ya juu, mpaka nyinyi mnakuja. Ina maana tayari imeshaenda baharini. Mimi kama mto natema baharini. Kwa hiyo swali limeshatandaa. Mimi nitatoa taarifa tu mbele ya vyombo ambavyo vilinituma mimi kazi hii. Nina miaka mingi karibu 20 na watu wananifahamu. Jamani, kuna mtu asionifahamu? Mlificha siri mtoto auawe. Asanteni sana wananchi na yule aliyotoa taarifa. Huenda tungesikia jambo gumu sana zaidi ya hili. Asante. Asante sana. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bofya alama ya subscribe kisha bofya kengele. Maximum TV.